Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Hii hapa katika episode ya 7 tu ya tamthilia bomba sana ambayo inakwenda kwa jina la Muliki Bandit. Kumbuka sound ni ya Follow DJ kutoka ZC Production. Chumba la burudani pale. Tutazidi kusababisha na kuweka mambo sawa katika burudani bomba zaidi. Hii hapa inakwenda kwa jina la Muliki Bandit. Sasa tunahitaji kujua hatima Officer Jang baada ya kutiwa nguvuni na mtaalamu wa zamani zaidi. Sasa mambo yanazidi kusonga kitaalamu zaidi, lakini pia nafikiri wakati wako sasa kuzidi kulike, comment, kushare, kusubscribe ili kutupa nguvu ya kuzidi kusogeza mambo hapa. Hapa ni bongo moja la picha, lakini kumbuka nitokea kitengo pale na sound ni Amboja Sony kwa Tala Bintibu ili tuanze picha. Basi wasema General aliweza kufika katika department kitengo maalum, na hapa aliweza kumonya sana mkuu wa magereza juu ya kile ambacho kimetokea kwa wakati huo. Anasema kwa wakati mwingine msiwachezee watu ambao mjini ni wapi ambapo wametokea. Huyu ni mtu ambaye ana muunganiko sana na familia za kitajiri, lakini pia kufika hapa alifika kwa malengo maalum zaidi, na ni oda ambayo itoka kwa The King. Kwa wakati mwingine ni vema tu kukaa mbali na matatizo. Hivyo ilikuwa nafasi ya kufanikisha bwana mdogo Jang kuweza kutoka Officer Jang. Sasa taarifa zinafika kwa mzee baba ya kwamba Charlie ameshatolewa. Hivyo sasa ni wakati mgumu sana kwa mtaalamu. Anahangaika nini anaweza kufanya kwa wakati huo, ili hali kile ambacho alikifanya kimefeli kwa wakati wapo ambao alikuwa mpanga mambo zaidi. Hii sasa upande wa pili kwa binti, akiwa ni mtu ambaye anatafakari sana. Hivyo aliweza kuhitaji kukutana na Chief Kang, na hapa alihitaji kumpatia mwongozo wa kitu fulani. Anasema wafanyabiashara wa Anyang walikuwa ni watu ambao wanahangaika sana, lakini pia sababu kubwa sana kuhangaika katika masuala ya kibiashara huenda inatokana na kile ambacho kinasadikika ya kwamba kufungwa kwa njia ambazo tulikuwa tunazitumia kusafirisha chumvi. Anasema lakini kuna mtu ambaye ameweza kuzuia njia zetu. Binti anasema hakika ni mabanditi, lakini mtaalamu anasema hapana, sio wao. Lakini anachohitaji yeye kitu kimoja tu. Kuna njia nyingi sana kabla hujaingia hapa Johnson. Hivyo katika muunganiko wa safari za kuweza kufika katika ile eneo huenda kuna vidhibiti vimetokea. Binti akasema safari ya kutoka Gregong na kuingia Dongnai, ambapo ni pembezoni mwa mji wa Pongja karibu na Mapo River, kuna muunganiko karibia ya wafanyabiashara wasiopungua 4 ambao wanahusika na hizo ruti. Sasa nani ambaye ameweza kuzuia chumvi ya kina binti isiweze kuingia katika jiji la Johnson? Mzee kuangalamika sana. Anasema yote haya yanasababishwa na wewe tu. Anasema lakini mimi baba sikufanya kitu chochote ambacho kilikuwa kiko sawa. Anasema unazungumzia ni upumbavu kwa wakati huo, kwa sababu juu ya muunganiko wa rushwa na kile ambacho umekifanya na ule Officer Jang kimeweza kupelekea mambo yangu kwenda tofauti zaidi. Lakini kwa sasa aliweza kumwambia kitu kimoja tu. Anasema Theo Chang Tai, biashara mkubwa zaidi, anahitaji kukua wewe. Hivyo binti aliweza kumuuliza baba, kwa nini kuweza kunipata nafasi ya kuweza kulifikiria hilo swala. Lakini moja kwa moja tunaingia upande wa pili kwa huyo Mjapani ambaye kwa sasa anasema anataka control Gonglang River. Alitembelewa na miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa sana, naye anamiliki genge la mabanditi. Anasema nimesikia juu ya kile ambacho nakizungumzia juu ya Gonglang River. Anasema najua nini ambacho nafikiria, lakini sasa ingekuwa ni vema kama ungetengeneza nafasi ya kuungana na mimi. Lakini mfanyabiashara wa Johnson Songang alikuwa na dharau sana. Anasema nini ambacho namaanisha kwa wakati huu? Anasema ni habari juu ya kakako kwa kile ambacho nakufanyia kwa wakati huu. Muda ambao unakoga unahangaika tu, yeye mara nyingi huwa anakuwa na spendi kutembea na yule mwanamke ambaye anampenda sana. Lakini mambo yamemwambia kitu kimoja tu, na kupatia siku 3 uweze kuondoka hapa, na hiyo itakupa nafasi ya kufanya uishi, kwani tofauti na hapo itakuwa ni vingine. Lakini sasa juu taarifa ambayo aliambiwa mtu huyu iliweza kumweka katika hali ya hofu zaidi juu ya kwamba kakake kwa sasa anahitaji kupindua mkeka juu ya kile ambacho kinasadikika ya kwamba kuna uvumi ambao inasemekana mtu huyu anatembea na mke wake. Basi blaza akiwa ametoka huko ana ili wala lile katika kama msafu la kake kadogo akiwa ndani ya Paraguay. Charlie alifika na kumwambia kitu kimoja tu. Anasema nafikiri ni wakati sahihi wa kwenda kumsalimia baba yetu. Yaani kiufupi ni kwamba mshua alishakata moto. Hivyo sasa ni wakati wa blaza kwenda kuungana na baba.
Anamwambia mpumbavu, inakuwaje unaingia kwenye nafasi zangu alafu unacheza sehemu ambazo hukustahili hata kucheza? Basi aliweza kumwangamiza kakake tu kutokana na ushauri ambao alipewa na mtaalamu. Lakini sasa upande wa pili kwa binti kwa sasa alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana kutokana na kile ambacho kimeandaliwa na babake ya kwamba kuna mtu ambaye anatakiwa aje amuoe, ili binti ndoto yake ilikuwa ni kuwa mfanyabiashara mkubwa zaidi. Lakini sasa nini angeweza kufanya? Basi aliweza kutoka pembeni kidogo juu kabisa katika vilele na kwenda kuangalia uzuri wa mto ambao unazunguka Geogang River, ambapo ndo kuna mgawanyiko wa vijito vidogo vidogo. Sasa kuna chalia akapita na kifaa, akapita na kaurembo ambako binti alikuwa amevalia kwa pembeni hapo. Leo baada ya kukimbia na mzigo alikuja kwa wazee wazima huko. Wazee wamechoka, kumbuka hao ni makuli alafu ni mabanditi. Sasa akaona mbona supu imekuja, yani mbuzi kafia kwa muuza bucha. Kawili anze kumtafutia namna binti ya kuhitaji kumweka sawa tu. Awaambia ni mtutano ndani ya truck moja. Waambia leo kuna mahali ambapo unawezaga ukaenda, lazima tumalize kile ambacho tunakihitaji. Lakini ghafla aliweza kuingia kicheche. Huyu anamuitwa Siuli, mwamba kweli kweli. Agonga afu aliotuliza tu watu. Sasa binti baada ya kumwona mtu huyu, kumbuka mabanditi wote wao wanamgwaya mwamba. Sasa akamchukua mwamba na kuanza kukimbia naye katika mitaa kuonesha kwamba kama wanafukuzwa hivi. Lakini mwamba alikuwa anamshangaa sana bibi huyo ambaye kwa sasa anahangaika kuhakikisha anaika usalama kwake. Ili ni one man, jeshi la mtu mmoja. Anasema uliweza ukiona kile ambacho kimetokea. Lakini mwamba aliweza kumpatia tu kile kidani ambacho binti aliweza kupora. Hivyo aliweza kutembea kidogo karibu na sehemu ya Maple River Department kitengo kwa mkali Mudok. Anasema watu waamini kama anaweza akawa huru. Watu wote hao wamekaa katika jua wakiwa wanahofu tu ya kwamba endapo atakaa kwenye kivuli basi watakutana na kodi. Lakini kwa sasa mwanaume anambia kitu kimoja tu. Kuanzia sasa hebu wekeni mawazo yenu mbali zaidi. Hebu kakaeni katika eneo la kivuli tu na hakuna mtu ambaye ataweza kupatia madai ya kodi. Basi naambia mambo yalikuwa sawa zaidi. Leo aliweza kujisikia huru zaidi mpaka kupata nafasi ya kwenda kukaa katika sehemu ya kivuli pasipo kulipishwa kitu chochote. Sasa binti akiwa anateta na mzee mzima paka. Anasema kuna kitu ambacho nimekiona kimenifurahisha sana kwa siku ya leo. Tayari binti kuna namna ameanza kuhisi. Lakini sasa aliweza kumwambia kijakazi ya kwamba ni vema akawaletee maji ya moto. Hapa kuna kitu alikuwa anahitaji kuteta na mtaalamu Mr. Park. Hasa baada ya kutembelea maeneo kuna vitu ambavyo nimeweza kuvigundua ya kwamba Johnson ni kubwa sana na ndio sehemu ambayo inahitaji kuhudumia hata hizo Ming State pamoja na wa Japanese tu, kwa sababu wote wanategemea sana Johnson. Na sasa upande wa pili kwa mtaalamu Modoki, leo ndo ametinga lile vazi nikasiku kakwenda katika meeting kwenda kukutana na mtaalamu ofisa ule. Lakini kabla kwenda huko alikuwa anapiga story na mtaalamu tu, mambo mbalimbali tu na watu hao wagakiwa wawili, basi inakuwa ni bonge la burudani zaidi. Basi wanzidi kuchimbana mikwala zaidi. Lakini mwamba yuko kwa ajili ya kumlinda Modoki tu. Alisema kuna msemo ambao unasema watu kama nyie waga mnakutana na longo tu. Sasa mtoto anamaanisha nini? Wanatukana. Sasa ni wakati wa kwenda katika meeting. Jomba amefurahi kinyama. Ndani hilo nguo alilovaa limechakaa, lakini nje amepiga kitu nyeupe kabisa white. Sasa ni kuelekea katika meeting kwenda kushiriki kwenye mkutano wa watu ambao wana control department za mabanditi. Yeye akiwa ni member wa Maple River. Lakini sasa kuna ule Mjapan naye aliweza kupita katika ile eneo. Charlie alimwangalia sana mtu huyo. Anasema ndo Wanga, mamba ambaye ni mbabe sana. Hivyo tunahitaji kumwekea jicho la pili. Basi mwanaume aliweza kuingia katika eneo la meeting ikiwa naye ni kama member. Wenzake wote wameshafika, alafu anateta mambo mawili matatu. Anasema siku hizi wamiliki wapote wamekuwa na udhaifu sana. Angalia mtu kama huyu naye amekuja eti anamiliki poti. Hakika inafurahisha sana. Mzee mzima Wanga, Japan ambaye anatumia akili nyingi sana. Yeye alikuwa ametulia tu pindi ambapo Johnson
wanazidi kuzozana wao kwa wao. Lakini ikachukua muda sasa, nakwambia mtaalamu mwenye mkulungwa, ofisa wa kazi, aliweza kuingia katika meeting. Lakini sasa mkao unaotakiwa hapa ni mkao wa ubwabwa. Mjuba anasemaga hivyo, mkao wa wali, mkao wa kula wali. Basi watu wote waliweza kutulia tu. Mtu alitoa mwongozo fulani hivi ambapo tuwezi kujua nini ambacho walikizungumza. Lakini sasa upande wa pili waletwa katika makubaliano maalum sana. Hapa ilikuwa ni kati ya Jang na General. Anasema nini ambacho nafikiria tunaweza tukafanya kuhakikisha tunatengeneza uzuri wa taifa letu la Joseon. Anasema kiwango kubwa sana ambacho kinakusanywa na mabanditi kinatengeneza nafasi ambayo inaonekana makusanyo ya kodi yanaingia katika jeshi. Hivyo kwa wakati mwingine kutokana na mchakato wa rushwa utakuja kupelekea tushindwe kulilinda taifa letu, kwani watu wao wataingia kwa wingi zaidi kwa njia za kirushwa na hivyo kuja kuleta mapinduzi katika taifa. Lakini sasa nakuomba kitu kimoja tu. Sasa tujue ni kitu gani ambacho alimwomba bwana mdogo. Lakini sasa upande wa pili ni kwamba meeting imeisha. Mtamsi yule anamwangalia sana mtu huyo. Kwa nini anamwangalia sana mtu huyo? Ni kama kuna kumbukumbu ambayo anapenya katika akili yake juu ya mtu huyo. Sasa bwana Mudoki hajui chochote tu. Mwamba akiwa amelala maji la usiku aliweza kupata kumbukumbu ya miaka mingi sana iliyopita, pindi ambapo aliingiliwa na watu ambao walikuwa wanajiita barbarian, wanyang'anyi makatili. Kuna mtu ambaye aliondoaga maisha mamake. Lakini sasa hivyo itazama isura, agundua kwamba mkale ambaye anafahamika kwa jina Wang na mtu ambaye alihusikaga na mauaji ya mamake. Clear kabisa. Sasa kuhitaji kuteta na mtu yoyote, aliamua kuchukua beto moja maalum sana. Akiwa na ghadhabu zaidi, anahitaji kwenda kuteta na mkali Wang. Kwa nini anaweza kuangamiza maisha ya mamake? Lakini pia upande wa pili kwa mtaalamu mkuu, General mwenyewe aliweza kumuita mzee mzima ambaye ni mfanyabiashara mkubwa sana katika taifa la Joseon. Kuna kitu ambacho alikuwa anahitaji amuoneshe siku ya leo. Basi muongeze katika chumba kimoja cha siri sana. Hiki chumba kilikuwa kimejaa ramani za kila sehemu, kuanzia Naju, Gyeonggang River pamoja na Amjeong, sehemu ambayo mtokea mkali Seoul. Anasema nini ambacho kinaendelea katika dunia hii? Anasema najua unashangaa kwa nini nimeweza kusanya vitu vyote hivi, lakini kuna sababu moja ambayo ni muhimu sana. Nahitaji unitafutie mtu ambaye ataweza kutengeneza muunganiko hizi ramani zote iweze kupatikana ramani moja tu. Naamini itaweza kunipatia mwongozo wa kile ambacho nakifikiria, na hakuna mtu ambaye anaweza kufanya vyema tofauti na wewe. Anasema itakuwaje kama nikataa? Anasema mimi sijui nini ambacho kitatokea kwa wakati huo, lakini kumbuka kuna mtihani wa taifa na kijana wako anaenda kufanya mtihani huo. Kama utaweza kukubali ofa yangu, basi kijana wako ataweza kupata wazifa na nafasi ya kupita kiurahisi zaidi. Anasema nashangaa kwa nini ni lazima nikusaidie wewe. Lakini mzee amwambia kitu kimoja tu. Anasema kama ramani itaweza kukamilika na kila kitu kitaweza kukaa sawa zaidi, basi nchi yetu itaweza kuingiza kiwango kikubwa sana cha fedha. Anasema itakuwaje kama utakuwa na malengo mengine? Mzee alicheka tu. Basi upande wa pili kwa mtaalamu Siuli yuko katika mawindo zaidi. Lakini sasa naambia siku ya leo kulikuwa na mwingiliano mambo mengi zaidi. Yule ofisa naye alikuwa anakuja huko na Charlie ampewa kazi, yani ofisa Jang, aweze kumaliza mtu huyo. Lakini sasa ni katika ngome ya mtu ambaye anaitwa Wang, mnyama Mjapani ambaye historia yake inatisha sana. Sema tu bado hajaweza kujua. Basi ofisa naye alifika, alikuwa anahitaji kuteta na mtu huyo. Basi aliweza kumletea vipande vitatu vya mbao ambavyo anasema hizi ni kwa ajili ya utambulisho tu, kwa kwamba kwa sasa rasmi huko kiuhalali katika ile eneo. Lakini pia mtu huyo alimwambia kitu kimoja, kama kuna kitu ambacho kinamsumbua yeye ataweza kumsaidia tu. Anambia hiyo sio kazi yako, mimi najua nini ambacho nafanya. Wewe usipoteze nguvu yako kwa kitu ambacho naweza nikakienda. Anasema lakini nipo hapa kwa ajili ya kufuata oda yako tu. Anasema sijajua baada ya kuimaliza Gyeonggang River ni nini ambacho kipo katika akili yako. Lakini pia naomba usahau kitu kimoja tu, yani kamba maisha yako iko mikononi mwangu. Ofisa anatoka kibabe zaidi. Sasa mshikaji anashangaa kuna Black Ninja ambaye ameingilia pa shughuli, ameingilia mchezo. Mtu yuko na target zake,
lakini pia Charina alikuwa na target zake. Sasa baada ya kumwangalia mtu huyo, aliweza kugundua ndugu yake Park Jang. Basi ilibidi zichapwe kidogo kwa sababu ni kama Charina ameingilia. Anamwambia Wangai ndo mtu pekee ambaye alikataga maisha ya mamangu, hivyo ni lazima nihakikishe na mmaliza mtu huyo. Sasa unafikiri ni nini ambacho kinajiri katika episodi safi inayofuata? Ili hali mtaalamu kwa sasa anasema Wangai ndo mtu pekee ambaye alihusikaga na kupangamiza maisha ya mamake. Hebu tukutane katika episodi inayofuata tu ili kujua nini ambacho kinajiri katika burudani bomba zaidi.